Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu hapa Bongo Vibe TV. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo mwana michezo wangu, tunakwenda kuangazia kuhusiana na yale yanayoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga yenye makao yake makuu pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Kariakoo. Kama ninavyofahamu, kikosi cha klabu ya Yanga tayari kimekwisha weza kuelekea pale nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wao wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kundi B kati yao dhidi ya timu ya FAR Rabat, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika weekend hii hapa ya tarehe 7 pale kwenye nchi ya Morocco, ambapo hapa klabu ya Yanga watakuwepo wageni wa mchezo huu hapa. Kama tunavyofahamu namna ambavyo kundi la klabu ya Yanga jinsi lilivyo, wameweza kufungana alama baina yao dhidi ya timu hii ya FAR Rabat, wote wakicheza michezo minne na kujikusanyia alama 5 katika kundi hilo B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa inaeleza kwamba huko nchini Morocco ambapo klabu ya Yanga wameweza kuwasili akukariki vurugu na wewe figisu na wewe kutoka kwa wapinzani wao. Kama ninavyofahamu Waarabu wanakuwa na tabia za figisu hususani kwenye mechi muhimu kama hizi, maana mchezo wa Yanga dhidi ya timu ya FAR Rabat sio mchezo pekee, bali naweza kusema ni zaidi ya fainali ambayo hapa kila mmoja anahitaji alama zitakazoweza kumweka sawa kwenye harakati za kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali. Sasa inaelezwa kwamba huko nchini Morocco mambo yamepamba moto, figisu zimekuwa nyingi kulikweli kutoka kwa miamba hao na klabu ya Yanga. Mpaka muda huu ninavyozungumza na wewe, yapo mengi ambayo yameweza kujiri huko nchini Morocco. Sasa ni mambo gani haya ambayo klabu ya Yanga wamekutana nayo mara baada ya kuweza kuwasili pale nchini Morocco? Ndani wa taarifa hii nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kukusii uendelea kusalia nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu hiki ambacho nimekugusia hapo awali. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa, jambo ni jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia ama ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya kufanya hivyo, hakikisha unakwenda kuturn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele iliyoandikwa iliyochorwa alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Habari zitakujia moja kwa moja kwenye simu yako na utakaa tena kuwaza utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapata notification na jukumu lako mama linakuwa ni jepesi kabisa, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukatazamie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali. Kama ninavyofahamu klabu ya Yanga wamekushaweza kuelekea pale nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wao wa mzunguko wa pili dhidi ya timu ya FAR Rabat, timu ya jeshi kutokea hapo nchini Morocco. Kwenye mchezo wa kwanza ambapo klabu ya Yanga walikopo nyumbani pale New Aman Complex, timu hizi mbili zilipoweza kukutana, mchezo umeweza kutamatika kwa klabu ya Yanga kuibuka na ushindi wa chuma moja kwa bila. Goli pekee liwasaidia klabu ya Yanga kuondoka na alama 3 muhimu na kujitengenezea mazingira mazuri katika uwanja wao wa nyumbani walipokutana na timu hii ya FAR Rabat. Sasa huu ni mchezo wa marudiano ambapo klabu ya Yanga hapa atakuwepo ugenini hapo nchini Morocco kuivaa timu hii ya jeshi la kifarume la hapo nchini Morocco FAR Rabat, ikiwa ni mchezo
wa marudiano, ambapo binafsi naweza kusema ya kwamba huu hautakuwa mchezo bali utakuwa ni mchezo wenye hadhi ya fainali kabisa, ukiangalia namna ambavyo kundi B jinsi lilivyo na miamba hawa wawili jinsi nafasi zao walivyoweza kufungana alama. Klabu ya FAR Rabat wao wapo nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo minne na kujikusanyia alama 5, huku timu ya Yanga wao wakiwa nafasi ya pili wakicheza michezo minne na kujikusanyia alama 5. Hivyo matokeo yoyote yatakaoweza kupatikana mara baada ya mchezo huu kuweza kutamatika, moja kwa moja yataweza kutoa taswira ya timu ambayo itakwenda kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali. Maana JS Kabylie yeye yupo nafasi ya mwisho kabisa akicheza michezo minne na kujikusanyia alama 2. Hivyo mchezo huu ni mchezo wa muhimu kweli kwa kila timu. Ikitokea klabu ya Yanga wameshinda huu mchezo, watakuwa wamejitengenezea mazingira rafiki ya wao kwenda kutenga kwenye hatua ya robo finali. Lakini ikitokea bahati mbaya mchezo umeweza kuwapalia ama wamepoteza mchezo, watakuwa wamejiwekea mazingira magumu mno ya wao kwenda kufuzu kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Matarajio ya mashabiki wengi hususani wanaishabikia timu hii ya Yanga na hata uongozi wa klabu ya Yanga ni kwenda kuchukua alama ambazo zitawasaidia kuwaweka sawa katika kundi lao B, aidha washinde au wamalize mchezo umalizike kwa sare. Lakini ikitokea bahati mbaya wamefungwa, basi wasiweze kufungwa magoli zaidi ya 2 ili waweze kujihakikishia nafasi angalau ya kupambania kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie, ambapo hapa Yanga tokopo nyumbani pale visiwani Zanzibar. Sasa wakati kikosi hiko kipo pale nchini Morocco kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao dhidi ya FAR Rabat unaotarajiwa kufanyika Februari 7 weekend hii hapa. Hapa ndo kikosi ambacho cha klabu ya Yanga kilichoweza kusafiri kuelekea pale nchini Morocco kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya FAR Rabat. Kwa upande wa magolikipa ambao wameondoka na kikosi hiki, hapa kuna golikipa Djigui Diarra akiondoka, golikipa Hussein Masaranda, lakini pia golikipa Abutwari Bumsheri. Lakini kwa upande wa mabeki ambao wameweza kuondoka na kikosi hiki cha klabu ya Yanga, hapa kuna beki Izra Patrick Mwenda, Yao Watora Kwasi, Ibrahim Abdurabaka, Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna beki Frank Yasinki, lakini kuna Dickson Jobu, Shedra Kiboka na Mohamed Hussein. Lakini kwa upande wa viungo ambao wameondoka na kikosi wapo pale nchini Morocco, hapa kuna mchezaji Frenkie Damaro, Azizi Ndambwile, Duke Ogabuya, Lasini Kouma, Maxi Nzengeli, Mudasili Yaya Basi, Arani Okelo, Edmund John, Pacome Zuzwa na Emmanuel Mwanengo. Lakini kwa upande wa shambuliaji ambao wameweza kuondoka na kikosi hiki kuelekea pale nchini Morocco, kuna mchezaji Prince Mpumelelo Dube, lakini pia kuna mchezaji Depu, bila kumsahau mshambuliaji Clement Mzize. Mara baada ya kukaa nje kwa muda mrefu, hatimaye safari hii amejumuisha kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kilichopo pale nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya timu ya FAR Rabat. Hiko ndio kikosi cha jumla cha wachezaji takriban 24 ambao wameondoka na timu kuelekea pale nchini Morocco kupambania timu ya Yanga Sports Club, kuhakikisha wanakuja kuwapa furaha mashabiki na wapenzi wanaoifuatilia timu hiyo ya Yanga Sports Club. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili mwana mchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu hiyo ya Yanga, hususan kuelekea kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi B na kwenye mchezo maalumu kati ya Yanga dhidi ya timu ya FAR Rabat. Sasa kama una maoni yako, mtazamo wako ama chochote kile, huu ndio muda wako sahihi wa kuja kutuambia kupitia sehemu ya comment hapo. Wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo, bila kusahau jambo la muhimu kuliko yote ni kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.